tena pale nimeweka namba. Wabisafhi fil aqwali, wabisafhi fil aqwali, na kwa kutumia maneno mazuri. Wabisafhi fil aqwali. Njia ya 4 ya kuunga udugu wabisafi bil aqwali ni kwa kutumia maneno mazuri. Uwe mzungumzaji mzuri kwa ndugu wa wazazi wako, uwe mzungumzaji mzuri kwa wadogo zako, kwa marafiki wa wazazi wako. Zungumza tu. Na sisi tumeona kwa wazazi wetu, wako watu ilikuwa wanategemewa sana kwenye kueleza ili muiteni fulani ndo mzungumzaji wetu, mzungumzaji tu. Sasa sisi tunaishi katika hizi miaka hii, eti hapa ikitokea Sheikh Musa eti kajiuzulu uongozi, tunapiga kura kumchagua mtu. Si ujinga huo? Ina maana hatujuani hapa. Bilali ameamua mimi sitaki tena kuadhini, tunapiga kura, tupige kura tumchague Bilali. Hatujuani mwenye kuadhini kati yetu kweli? Ni mtihani huo. Lazima tujue. Ilitokea watu walikwenda kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na washairi wengi, akamwambia Hasani, wewe ndio unaweza, lakini kabla hujasema nenda kakae na Abubakar, maana Abubakar anawajua jamaa zake hao, akupe siri ya ndani, alafu uje uwape maneno. Wanakwenda vitani. Anjasha yuko wapi jamani? Anjasha ndio ambaye anaweza akashamirisha jeshi, anaburudisha nini, mpaka Mtume SAW alikuwa anaambia Ruwaida ya Anjasha, pole pole bana, utanivunjia nani vikombe vyangu. Watu wanaburudika. Kulikuwa kuna watu wanatumbuiza jeshini kula kina Anjasha. Kwa lazima mjuane. Kwa kuna watu wengine wana maneno mazuri. Tumejua wageni hapa jamani, sasa yeye anahutubu nani? Fulani. Kwa hawa wageni waliokuja hapa fasaha kuzungumza fulani. Kwa hiyo udugu pia unaunganishwa kwa kutumia maneno mazuri, maneno tu.